Tanzania tuna aina ya siasa ambazo zimelenga zaidi kwenye fursa za uongozi. Ndicho ambacho kinaendelea. Kwa hiyo kutoka tulipoanzisha mfumo wa vyama vingi kwa mara ya pili, manake tuliusitisha huu mfumo wa vyama vingi mwaka 1965, tulipourejesha tena mwaka 92, 93, 94, 95 kwenye uchaguzi mkuu wa kwanza, watu walikuwa wakishuhudia hiyo hama ya watu kwa misingi ya nafasi au fursa za kisiasa, kwa maana ya kugombea au kuwa kwenye nafasi ambayo utanufaika na chochote. Kwa hiyo kinachoendelea hiki nyakati za uchaguzi kama hivi ni jambo la kawaida kabisa, watu kuhamahama katika kipindi hiki, kwa sababu wanasiasa wetu, itikadi ni kitu ambacho kimeandikwa tu kwenye makaratasi ili ikae kwenye katiba, kwa sababu wameona huko duniani chama cha siasa lazima kiwe na itikadi, kiwe na falsafa. Lakini kiukweli kabisa ni watu wachache sana ambao wanajiunga au kuhama kwenye chama cha siasa kwa sababu ya itikadi au falsafa yake. Wengi wanahama au kujiunga nacho kwa sababu ya fursa za uongozi zinazopatikana au manufaa fulani yatakayopatikana huko. Kwa hiyo msingi wake sasa ukiangalia Kabendera, Engineer Eugene Kabendera, yeye alikuwa ndo kama mkuu wa idara ya habari na uenezi wa Chauma kabla ya ujio wa hawa kina John Mrema na wenzao kina Benson Kigaila na Salum Mwalimu. Kwa ujio wa John Mrema ulifanya uongozi wa Chauma ubadilike na Eugene Kabendera awe msaidizi wa John Mrema. John Mrema ndio awe bosi wa hiyo idara ya habari na mawasiliano. Leo tunamsikia sasa na yeye anahama Chauma kurudi Chadema alikokimbia John Mrema baada ya kuondolewa nafasi yake Chadema ambayo ilikuwa ni ukurugenzi wa mawasiliano, itifaki na mambo ya nje. Kwa hiyo John Mrema siku zote Chadema palikuwa shwari kwake, mpaka ulipokuja uongozi mpya ukamuondoa kwenye uongozi, ndipo pakawa si shwari. Na Kabendera siku zote Chauma palikuwa shwari mpaka alipokuja John Mrema na kuwa bosi wa kwake kwenye idara alokuwa anaiongoza na yeye kuwa msaidizi, ndipo Chauma kwake sio shwari tena, anatimkia Chadema. Jana na leo. Jana na leo.